Bila shaka hujambo mtazamaji wa Azam TV, ni kualike katika makala hii ya mshike mshike viwanjani, ukiwa nami Akida Kilango niweze kukutembeza viwanjani na kukufahamisha yale yote ambayo yamejiri kimichezo. Na moja kwa moja tukianza kuiangazia makala hii ya mshike mshike viwanjani siku ya leo, moja kwa moja tunakwenda kuungana na mwenzetu Masudi Lihenye ambaye yupo katika uwanja wa Kaitaba, na kubwa ni kwenda kuzungumza na makocha wa timu zote mbili. Ni mara baada ya mtanange ulimalizika muda mchache uliopita, Kagera Sugar dhidi ya Biashara United mara ukimalizika kwa sare tasa ya 0-0. Kati ya Kagera Sugar dhidi ya Biashara United, timu zote mbili zikiwa zimeongeza alama moja kwenye msimamo wa ligi kuu soka Tanzania bara. Ni wakati wa kuwasikiliza makocha watueleze kipi ambacho wamekivuna kwenye mchezo huu, nikianza na Khalid Adam kwa upande wa Biashara United. Kocha, bila shaka kile ambacho ulikuwa umekipanga kukipata haujakipata kwa dakika kwa 100%. Unajisikiaje kwa kile ambacho umefanya? Umecheza mchezo mzuri lakini hujapata goli katika dakika zote 90. Ilikuwa plani yetu tufanye mashambulizi ya aina ile na tumetengeneza nafasi, hatukuweza kupata. Siwezi kuwalaumu wachezaji wangu. Hiyo ni hali ya mchezo na siwezi kulalamika kwa sababu ya matokeo. Namshukuru Mungu tumepata pointi moja. Tunaendelea kupambana mpaka mwisho wetu tuone tunafikia hapo. Mapambano ambayo yanafuata ni kwenye uwanja wa Nyankumba, mnaenda kucheza na Geita. Hiki kicha leo kimekwisha, kilichopo kipo mbele yenu, mmebakisha michezo mitatu ili kujinusuru. Nini ambacho mnaenda kufanya kwenye viwanja vya mazoezi kuhakikisha mchezo unaofuata unakuwa mwepesi kwenu? Tutafanya jitihada zaidi na tutaongeza spirit ya mchezo tuweze kufanya uhakika wa kumalizia nafasi ambazo tunazikosa na ili tuweze kufanikiwa. Tumecheza ugenini na umeona performance jinsi ilivyo. Tunaenda ugenini na tumejizatiti, tutapambana mpaka mwisho. Nakushukuru sana kocha. Asante sana. Khalid Adamu huyu nikizungumza naye, ni wakati wa kumsikiliza Francis Baraza. Francis, umeridhika na kile ambacho ulikipanga mwanzo katika mchezo huu wa leo? Nilisema kwanza mwanzo utarudisha shukrani zangu kwa Mwenyezi Mungu. Pili nitapongeza vijana, timu zote mbili zimecheza vizuri ijapokuwa matokeo yamekuwa hivyo. Nilisema 90 minutes taamua. Kile nitasema ni vijana wamecheza na imekuwa ngumu. Hapo awali nilisema kuwa mechi itakuwa ngumu toka na wenzetu wanajaribu ile kustruggle ile kutoka pale chini. So pointi moja nasema kuwa ni sio fair kwangu, maana yake ilikuwa nyumbani. Kwa nataka nitafute pointi 3 hizo. But Mwenyezi Mungu kajua kapanga kila mmoja atachukua moja. 55% kwenye mchezo wa leo, naona uko wacheza long ball. Kwa nini dhidi ya Biashara? No, unajua vijana, maana ukiangalia kuna uzembe umeingia. Maana hii holiday iliwapatia vijana waende wapumzike, wengi walikwenda wakapitiliza. Unaona? So ilinipa kazi nzito sana. Maana kuangalia walikuwa waoga hata kuanza mpira, na Biashara ni timu ambayo unaijua. Ukianza unajua kupress. Ni timu ambayo nimewaacha ile kitu wanacho pale. So uliona vijana wangu walikuwa kidogo nazembea kwa hapo. Maana ilikuwa very slow na wana build up. So niliwaambia kuwa mkio mtaanza najua itakuwa hatari. Na kama unataka mpira jioneshe kuwa jiavel kuwa unataka ule mpira. So vijana wangu walikuwa waoga leo, hawataki mpira, na ndio tumpatikana hivyo, tukapanishiwa hivyo. Nakushukuru sana. Asante. Makocha hao nikizungumza nao, nikiripoti kutoka Kaitaba, Bukoba, mkoani Kagera, Masudi Lihenye wa Azam Sports. Hatima ya ubingwa ya klabu katika klabu ya Yanga msimu huu itakwenda kuamuliwa hapo kesho watakapokipiga dhidi ya wagosi wa Kaya Coastal Union katika uwanja wa Benjamin Mkapa. Yanga ikipata ushindi itafikisha alama 67 na kutangazwa mabingwa wapya wa kandanda Tanzania bara, kwa sababu hakuna timu itakayoweza kufikisha alama ambazo wamezifikisha wao. Kocha mkuu wa Yanga Mohamed Nabi amezungumzia namna walivyojiandaa na alivyokiandaa kikosi chake kwa ajili ya kuweza kuwakabili wagosi wa Kaya Coastal Union katika mchezo wa siku ya kesho. Je n'arrête pas de dire à mes joueurs de les mobiliser pour qu'ils soient préparés à cette difficulté de ce match. Et c'est pas seulement cela. Vous savez qu'on va commencer une série de 3 matchs contre Coastal Union. Et tous ces 3 matchs sont très importants. Le match de demain, la finale de la Coupe et la Super Coupe de l'ouverture de l'année prochaine. Donc une série de 3 matchs où le prochain match de demain va impacter fortement
soit d'une manière positive ou négative le reste de cette confrontation. Ni hapo ndo kwenye ugumu wa mchezo wa mechi ya kesho uliopo, na hicho kitu haache kuongea na wachezaji kuhusu mechi ya kesho. Ni mechi ambayo ni ngumu, sababu Yanga itakutana na Coast Union mara 3. Watakutana nao kesho, watakutana nao kwenye fainali, watakutana nao tena kwenye ngao ya hisani. So kitu kama na hicho, matokeo ya kesho mazuri hao mabaya yanaweza yakaonesha huko mbeleni itakavyokuwa. Ndio maana huwa anaongea sana na wachezaji kuhusu mechi za design hiyo. So inabidi kesho wafanye wafanyavyo ili angalau wapate matokeo. Wakati huo kocha mkuu wa Yanga Mohamed Nabi amethibitisha kwamba kesho atawakosa wachezaji wake watatu muhimu ambao ni nahodha Bakari Mwamnyeto, goalkeeper Djigui Diarra na mlinzi wa pembeni Kibwana Shomari. Nabi ameeleza sababu za kukosekana kwa wachezaji hao katika mechi hiyo itakayoanza saa 2:30 usiku na kuonyeshwa mubashara kupitia hapa Azam TV. Malheureusement, il y a des blessés et il y a des absents. Mais ce n'est pas des absences on veut faire jouer la meilleure équipe pour ce match-là, parce qu'on sait que c'est un match très important et il va être très difficile pour nous. Mais malheureusement, il y a des blessures. Nous avons l'absence du capitaine Manueto, qui s'est blessé avec le match d'Algérie. Nous avons Kibwana qui a trois cartes. Et peut-être aussi Djigui Diarra qui est arrivé hier, donc peut-être il va s'entraîner une seule séance et je pense que ça va être très difficile qu'il joue en faisant un long voyage et s'entraîner une seule séance. Ndio bahati mbaya kuna majeruhi ambao hawatakuwepo. Pia lazima kipango kikosi ambacho kia ushindi, sababu ni mechi ambayo ni mechi ngumu. Kuna baadhi ya wachezaji ambao hawatakuwepo kama Captain Mwamnyeto ambao aliumia kwenye majukumu ya timu ya taifa. Hata kuwepo Kibwana ambaye anatumikia adhabu ya kadi 3 ya njano. Hata kuwepo goalkeeper Diarra kutokana na alirudi jana juzi kutoka timu ya taifa. So amefanya safari ndefu. So ina maana mazoezi alifanya jana tu, so haitakuwa rahisi mechi ya kesho awepo. Ni hao ndio ambao hawatakuwepo. Naye kocha msaidizi wa Coastal Union Joseph Lazaro na goalkeeper Musa Mbisa wametamba kuvunja mwiko wa Yanga kutopoteza mchezo msimu huu, wakiamini watachukua alama 3. Tunataka kuweka historia kwa timu ambayo haijafungwa, sisi kwa kwanza kuwapotezea mchezo wa kwanza kesho. Pili, kutoka sehemu ambayo tupo ambayo si salama sana kukaa kwenye sehemu salama. Na timu yetu tutakavyocheza tutacheza na timu gani? Moja kwa moja tunawaheshimu ambao tunacheza nao, kwani wana watu ambao wanaweza wakaamua mechi kutokana na ubora waliokuwa nao wachezaji wao. Tutaheshimu. Lakini tumekuja kupambana na Yanga, kucheza kutaka pointi 3. Kama nilivyokuwa nimeongea, kukaa sehemu salama hapa tulipo si salama sana. Ikiwa wao pia wananyang'anyia ubingwa, je, sisi hapa tulipo? Kwa hiyo tumekuja kucheza na Yanga, lakini wategemee wanacheza timu gani. Sio kama tulivyoanza ligi. Mchezo wetu wa kesho naamini utakuwa ni mgumu. Tukiamini tunacheza na timu kubwa, japokuwa tupo nao katika ligi moja. Naamini mchezo wetu wa kesho utakuwa ni mgumu. Japo wao walikuja kuchukua pointi 3 zote kule nyumbani, na sisi kesho tunaweza kusema tuna uhakika tunaweza kuchukua na pointi 3 nyumbani kwao. Mchezo mwingine wa ligi kuu ya NBC utachezwa kesho saa 12:30 jioni uwanja wa Azam Complex kati ya wenyeji Azam FC na Mbeya Kwanza. Azam FC wameweka wazi namna mchezo huo ulivyo na umuhimu mkubwa kwao kwenye mbio za kuania kushika nafasi 4 za juu. Hatuwadharau Mbeya Kwanza na wala hatuwezi kuwabeza kwa kitu chochote. Tunajua wao wanatafuta nini katika mchezo huu na sisi tunatafuta nini. Lakini yote kwa yote, kama technical bench tumeandaa vijana wetu vizuri kabisa kisaikolojia na uwanjani, nje ya uwanja vile vile. Kubwa zaidi kwamba tunaingia kupambana kwa kuzitaka hizi pointi 3 kwa sababu zina umuhimu kwetu kwa nafasi tuliyopo.
Kwanza tu naambia kama kawaida hatuwaangushi kabisa nyumbani, na vile vile sapoti yao kwetu ni kubwa sana. Huwa tunakuwa nao kwa kila sehemu ya mchezo ambao kila mkoa na kila uwanja wanatusapoti. Wao ni muhimu sana kwetu sisi. Bila wao sisi pale uwanjani tukiwa sisi wenyewe kwa wenyewe tu labda tunacheza na Mbeya Kwanza itakuwa ileti tija. Wao wana nafasi kubwa sana, waje kushangilia timu yao, na tupo katika michezo hii ya mwisho, ndio tunaelekea kumaliza ligi hii. Kwa hiyo jitoe kwa wingi zaidi tufikie katika yale malengo yetu tuliojiwekea. Tumejiandaa vizuri kwa sababu tunaenda kucheza mchezo mgumu ambao una vijana wengi, una wachezaji wazoefu kwenye ligi. Mechi itakuwa nzuri kwa sababu itakuwa ya kasi. Wao wanahitaji kitu na sisi tunahitaji kitu, tunaheshimu Mbeya Kwanza, lakini Mwenyezi Mungu atatujalia kesho tutaibuka na ushindi. Katika malengo ya klabu kuna target zao na sisi kama wachezaji tuna target zetu. Sisi hapa wachezaji target yetu ni kucheza shirikisho mwakani. Kwa hiyo kila mechi tunaoenda kucheza inakuwa ina ugumu kwa sababu ligi ni ngumu. Kunakuwa na ugumu, lakini tunapambana sisi kama wachezaji, tunakaa pamoja, tunajadiliana, tunasolve kile ambacho kinatusumbua. Tutakaa sawa na tuna imani kwa tutapata hiyo nafasi ya kwenda kushiriki. Lakini je, kwa upande wa Mbeya Kwanza FC wamejiandaje kuikabili Azam FC? Nafasi tuliyokuwa nayo sio sehemu salama. Kwa hiyo naamini pointi zetu za kesho lazima sisi tuchukue, tupate pointi 3 kutoka hapa tulipo. Tunaheshimu Azam, ni timu kubwa ya muda mrefu kwenye ligi, lakini mpira haupo kama hivyo. Hii ni ligi, mtu anafungwa kokote pale. Kwa hiyo maandalizi yetu sisi kama Mbeya Kwanza yametimia kesho kumfunga Azam kwenye uwanja wa Chamazi. Lazima tupate pointi 3 ili tutoke pale tulipo. Bila hivyo sisi tunajua tutakuwa kwenye mazingira magumu. Mechi za Simba na Yanga tumecheza, zile zishapita. Kwa hiyo hii tuishachana. Kwa hiyo tuna focus mechi inayokuja mbele yangu. Kwa hiyo tuangalie Simba na Yanga itufunga ngapi, hiyo tushaliacha. Sisi tunaangalia tunakwenda kumkabili vipi Azam ambaye yuko mbele yetu. Kwa hiyo jaishi nyasi ya bandia ni nyasi ya kawaida. Sisi kesho tunaenda kuchukua pointi 3 pale pale Azam. Maandalizi ya mchezo kama alivyosema mwalimu, kila kitu kimekamilika. Sisi kama wachezaji tumekaa tumezungumza kile ambalo tunatakiwa lizungumzwe na kila mtu anafahamu nafasi ambayo tulioko. Tumeshakubaliana nini tukafanye kesho ili kupata pointi 3 tuweze kusogea juu kidogo kuendelea kwenye ushindani wa kutoka chini. Naamini inshallah kila kitu kitakuwa sawa kesho. Tupate nafasi ya kumeza mate, nitarejea mara baada ya muda mfupi. Nikushukuru wewe ambaye umeendelea kuchukua muda wako kuitazama makala hii ya Mshike Viwanjani ukiwa nami Akida Kilango. Tukiendelea kuangazia habari nyingine katika makala hii ya Mshike siku ya leo, timu ya KMC imetoka sare ya bao 1-1 dhidi ya Tanzania Prisons katika mchezo wa ligi kuu ya NBC uliochezwa leo jioni katika uwanja wa Uhuru. Goli la KMC limefungwa na Mateo Anton dakika ya pili ya mchezo, huku Tanzania Prisons wakisawazisha dakika ya 16 kupitia kwa Jeremia Juma. Makocha wa timu zote mbili wamezungumzia matokeo ya mchezo huo. Hata kile ambaye tunakuwa tunatarajia kucheza leo hatukuweza kucheza, ni kama tuliingia na tension, tuliingia na frustration, unakutana. Kwa hiyo wachezaji hawakujiacha, ni tuliwaonesha umuhimu wa mechi, lakini haikuwa kama pressure kama vile. Kwa hiyo ikaonekana kama gisi walishindwa kumiliki pressure juu. Kuna masekansi tulifanya vizuri kama ya mwanzo, lakini mwisho wa siku kama ugonjwa wetu tuna tatizo pale, lakini mwisho wa siku tunashukuru Mwenyezi Mungu, hata pointi moja inatosha juu. Kwa sasa tulikuwa tunajua kama mechi itakuwa ngumu. Unajua kama wangepoteza hii mechi walikuwa wanapoteza completely. Lakini kwa hiyo nafikiri kwa matokeo ya game gisi ilikuwa, naona kama hiyo inatosha, tunaridhika na hiyo. Nadhani kutokana na matokeo at least tunaweza sema 1 point away from home Simba bila, lakini pia si nzuri kwetu kulingana na ile situation tuko katika ligi. But hakuna chochote kile tunaweza fanya, tushapata hiyo moja, lazima tushukuru Mungu kwa hiyo 1 point, but still we have a milestone katika kuwakad ili tuweze maintain katika next season. Yeah. Kwenye mchezo wa leo, mfumo ambao tumeona ulioingia nao ulikuwa unacheza wachezaji 9 wako nyuma, mbele unaonyesha kupeleka mchezaji mmoja, lakini angalia kwamba kwako wewe ulitakiwa kwamba lengo lako ilikuwa wewe ni kushinda. Kiufundi ilikuwaje? Yeah, tulikuwa tunataka kwanza dakika 10 za kwanza tuweze kujua kufamiliarize wale wachezaji vile wanavyocheza opponents, na ukiangalia pia katika characters za wachezaji wetu, wale walikuwa wanacheza wide ni watu wako na speed, so tulikuwa na expect work on counters na fast break. Hiyo kwa bahati mbaya wakapata bao ya mapema, so tulikuwa ikabidi tu open game.
Klabu ya Simba imeanza hatua za awali za kuboresha miundombinu ya uwanja wake wa Mo Arena uliopo Bunju, ambapo mpango wa sasa ni kujenga ukuta kutokana na fedha zilizochangwa na mashabiki na wanachama kupitia shindano linaloendeshwa na Azam Media la nani zaidi kati ya Simba na Yanga. Ofisa mtendaji mkuu wa Simba Barbara Gonzalez akiambatana na mkandarasi Hezron David ametembelea eneo lote la uwanja wa Bunju na kukagua mipaka yote, huku mkandarasi akionyesha mfano wa michoro na namna kazi itakavyofanyika. Kama CEO nimekaa hapa na Bwana Heron ambao ni architect, sio mkandarasi, ni architect. Lengo ilikuwa kukamilisha michoro ili kupeleka proposal kwenye bodi, ili bodi watoe idhini ya kile ambacho tunataka kuiendeleza hapa. Wajibu wangu ilikuwa kuboresha. Tulianza kutembea hapa ili kuestablish boundary wall ya club. Tumezunguka paka hapa chini, tulienda pale chini na tumefika eneo ya hapa karibu na pitch. Tuko hapa. Ijumaa bodi inakaa. Unakumbuka tulianzisha campaign mwezi wa 12, tumeamua tunaanza. Unakumbuka? Yes. Na wanasimba walichangia. Awamu ya pili ilikuwa nani zaidi pamoja na partners wetu Azam TV. Uongozi wa shirikisho la riadha Tanzania RT umekanusha taarifa za kuvunja kambi ya timu ya taifa ya riadha inayojiandaa na mashindano ya Jumuiya ya Madola. Ramadhani Mvungi kutoka Arusha anakuja na taarifa zaidi. Ufafanuzi wa taarifa kuhusu kambi ya timu ya taifa ya riadha umetolewa na katibu wa shirikisho la riadha Tanzania Jackson Ndaweka pamoja na nahodha wa timu ya taifa ya riadha Alphonse Simbo. RT inasema uongozi wa chuo cha SUA Olmotonyi walipokuwa wameweka kambi ya awali ulikuwa ukihitaji hostel kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo kwa ajili ya wanafunzi, na ndiyo sababu ya kuhamishwa kwa kambi na kupelekwa mahala pengine. Tulikuwa tumezungumza na uongozi wa chuo na wakawa wametujulisha kwamba kuanzia tarehe 1 ya mwezi Juni watahitaji hostel kwa ajili ya wanafunzi wanaokuja kwa ajili ya mafunzo kwa vitendo. Na baada ya taarifa hiyo, kwa hiyo tulifanya mipango ya kuhamishia timu kwenye chuo cha Baptist, lakini kwa kuwa majengo yale hostel zile za Baptist zilikuwa bado hazijawa tayari, uongozi ukatuomba tuwape muda ili waweze kuandaa ili pafae kwa ajili ya timu kuingia. Kwa hiyo wakati tukisubiri, wachezaji wako kwenye kambi ya chuo cha habari maalum, na siku zile ambazo tulikuwa tumesema tutakaa pale habari maalum ambayo ilikuwa ni siku 6 zilipoisha, tukawapa wachezaji mapumziko ya siku 2 kwa ajili ya kuhakikisha kwamba pale Baptist panakuwa tayari. Na mpaka sasa hivi tunavyoongea ni wahakikishie kwamba wachezaji wako kambini, wale wote ambao ni wa mbio za kati na mbio ndefu. Kuna mtu aliyefukuzwa, bali tu lengo letu lilikuwa ni Baptist, lakini kwa sababu ya siku zile ambao katibu alifanya utaratibu wa kuhamia sehemu nyingine na utaratibu ule ulikuwa bado hujakamilika, ndio maana tukapata break kidogo ya kutulia manyumbani na kwenda kusalimia, na sasa hivi ninavyoongea na nyinyi tuko kambini tayari. Michezo ya 22 ya Jumuiya ya Madola itafanyika mwaka huu nchini Uingereza kuanzia Julai 28 hadi Agosti 5 mwaka huu, ambapo Tanzania ni miongoni mwa nchi zitakazoshiriki michezo hiyo kwa upande wa mchezo wa riadha. Ramadhani Mvungi, Azam Sports, Arusha. Taarifa ya Ramadhani Mvungi kutoka Arusha ndio inayotuhimitishia makala hii ya Mshike Viwanjani siku ya leo. Kwa niaba ya wote walioshiriki kukuandalia, mimi ni Akida Kilango nikutakia na usiku mwema.